Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu mirathi ni kadhia inayohusiana na mali, na huku mara nyingi kuna utesi, hakumwachia yoyote mwingine katika mgao. Amefanya kazi hiyo mwenyewe katika Qur'ani, kila mmoja akampatia fungu lake, na kupatiwa wengine zaidi kuliko wengine haliendi na mizani ya jenda. Si kwa sababu huyu ni mwanamke apewa kidogo na huyu ni mwanamume apewa kingi. Hiyo si mizani kabisa. Yani ukiona huyu amepewa kingi kushinda yule, sawa awe mmoja ni mwanamume mwingine mwanamke, ama wote wawili wanawake, ama wote wawili wanaume, namna itakavyokuwa, mmoja kupewa zaidi kuliko mwingine, maulama wanasema kuna sababu tatu. Hakuna jenda hapa kabisa. Sababu ya kwanza ni darajatul qaraba, level ya ukuruba na yule maiti aliyefariki. Mtoto bila shaka yuko karibu zaidi na aliyefariki kuliko ammi. Daraja ya bunua ya utoto inatangulia daraja ya ubuwa ya ubaba, daraja ya ukhuwa undugu, daraja ya umuma uammi. Sasa leo amefariki mtu akawacha mtoto na ammi, nani yuko karibu zaidi? Mtoto. Kwa hivyo mtoto maadamu yuko karibu zaidi, yeye anastahili kurithi zaidi. Hii ni sababu ya kwanza iliyotaja maulama. Sababu ya pili wanasema ni mawqi' aljil, ile generation iko katika sehemu gani? Kwa maana generation inayokulia inapata kiwango kingi kuliko generation kubwa. Yani mtoto kwa sababu ndo mwanzo anaanza maisha na anahitaji, anachokipata ni kingi kuliko babu kwa mfano ambaye kwamba anaenda kumaliza maisha. Hii ni sababu ya pili. Sababu ya tatu ni masuhulia. Kila anapokuwa majukumu ni mingi zaidi, anapewa mtu kiwango kikubwa zaidi. Yule mtoto wa kiume gharama yake zisimamie nyumbani, hata yule dadake aliyokuwa ndani ya nyumba bado yeye ndo atamlisha. Na yule mtoto wa kiume ikifika wakati wa kuoa, yeye ndo atatoa mahari, yeye atamgharamkia mke, atafanya kila kitu. Na yule mtoto wa kike yeye ndo atapewa mahari, na mume atasimamia nafaka, kama ni rent, mahitaji yake yote. Sasa nani mwenye masuhulia zaidi? Mtoto wa kiume. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampatia huyu mwenye masuhulia zaidi kiwango kikubwa kuliko masuhulia machache. Unaona? Na ajabu ni kwa linapotazamwa hili jambo kwa upande mmoja kuwa mtoto wa kiume ampewa mara mbili ya mtoto wa kike. Hili limepatikana katika masala manne peke yake kwenye mirathi. Mwanamume kupata mara mbili ya mwanamke limepatikana katika masala mangapi? Manne peke yake. Lakini katika mirathi hiyo kuna masala masaba, mtoto wa kike anapata sawa ama mwanamke anapata sawa na mwanamume. Hili alizungumziwi. Kana rajulun yurathu kalala au imraa walahu akhun au ukhta, kumezungumziwa hapa ndugu kwa mama wa kiume na ndugu kwa mama wa kike. Mwenyezi Mungu akatuambia nini? Falikulli wahidin minhuma sudus, kila mmoja apewa 1/6 sudusi. Angalia, ni ndugu wako daraja moja, huyu mmoja mwanamume mmoja mwanamke, lakini asema wote wapewe equal share sudusi kila mmoja. Asema fa in kanu akthara min dhalik, wakiwa wengi zaidi ya wile, fahum shurakau, ama wakiwa wili kwenda juu, yani wakiwa wengi, fahum shurakau fi thuluth, wanashirikiana katika thuluthi 1/3, na ile 1/3 inagawanywa equal share, yani kila mmoja anapata sawa. Si huyu mwanamume na mwanamke na wamepata sawa. Kwa hivyo kuna masala masaba katika mirathi, wanaume na wanawake wanapata sawa. Alafu kuna masala 10 wanawake wanapata zaidi ya wanaume. Hili halikuzungumzwa. Lakini leo amefariki mtu, ameacha binti, akawacha na mume, alofariki ni mke tuseme, akawacha binti na mume na baba. Haiangalie vizuri Binti anachukua nusu ya mali, mume atachukua robo na baba atachukua robo iliyopita. Sasa
huyu mume ni jenda kiume hii, lakini ampata nusu yule mtoto wa kike, na huyu baba jenda kiume lakini ampata nusu yule binti. Sasa huyu binti ampata zaidi ya wanaume, yani kiwango chake sawa na cha wanaume wawili, lakini hakuna aliyesema katika masala kama haya. Na kuna mengine 20 wanawake wanapata, wanaume hawapati.